Moja ya sehemu ambayo mtu anaweza akaona kwamba kinga ya huyu mtu iko chini au kinga ya huyu mtu ni dhaifu ni pale anapoangalia ngozi yako. Kwamba mtu ambaye kinga yake ni dhaifu, ngozi yake inakuwa haina ushirikiano. Yaani haina mng'ao, sawa, lakini pia anakuwa anapata chunusi au anakuwa anapata vipele vya mara kwa mara, sawa. Lakini pia huyu mtu anakuepo yani ukiangalia ile ngozi unaiona kabisa inapata shida, mara na miwasho ya ngozi kila saa anajikuna, kwa maana kwamba hiyo inaonyesha kwamba huyu mtu ana shida kwenye kinga yake ya mwili. Kwa sababu kumbuka, kinga ya mwili inaanzia kwenye ngozi. Yaani ngozi ndio tunasema first barrier, yaani ni ulinzi wa kwanza katika binadamu. Yaani binadamu, hii sehemu ya ngozi ndio sehemu yetu ya kwanza. Kwa hii sehemu ikiwa unajikuna kuna, ina maana kuna bakteria wanataka kupenya au wameshapenya au wameanza kuleta hiyo reaction ya kujikuna. Ukiona unapata machunusi ovyo, mapele yanakopo nani, ngozi imekuwa haivutii, haina mng'aro, haina ile kusema kwamba ina reception haieleweki, basi hapo sio tu shida kwamba inaweza ikawa ni kwamba huyu mtu atumii cream nzuri au nini, au anasema cream zimemharibu. Hapana, huyu mtu shida ipo katika kinga yake ya mwili. Kwa hiyo kinga yake ya mwili imekuwa dhaifu, au huyu mtu hapa kwenye tumbo lake kuna shida. Watu wengi ambao wanakuwa na shida za kwenye tumbo pia wanakuwa wanapata shida katika ngozi zao. Kwa hiyo huyu mtu pia utaja kugundua. Sasa huko mbele utaja kugundua pia kuna ushirikiano mkubwa kati ya tumbo na kinga za mwili. Kwa hiyo utagundua kwamba kumbe imeanzia kwenye kinga za mwili, ikaja kwenye tumbo, then ikaja kumalizia wapi? Kwenye ngozi. Kumbuka, linda kinga yako ya mwili, boresha kinga yako ya mwili leo ili kusaidie kesho.